Mtazamaji, nimekutana na mzee wangu hapa, ni kada kabisa wa Chama cha Mapinduzi. Mzee, shikamoo. Marhaba. Mzee, unaitwa mzee nani? Naitwa Saadi Mlisho Sindano. Mzee, tunaelekea kwenye mkutano wa Chama cha Mapinduzi. Wewe kama mzee kada kabisa, unauzungumziaje mkutano huo? Kwa kweli mkutano huu unajua ni mkutano mkubwa, na mkutano wa kikatiba. Mkutano wa kikatiba unahusu Chama cha Mapinduzi, na hasa mwaka huu tukizingatia kuna uchaguzi mkuu ambao uchaguzi huu unahusisha vyama vingi kiwepo na chama tawala ambacho kiuhakika kimefanya mambo mengi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2020 na sasa 2020 na 2025 imefanya mambo makubwa. Ninyi wakazi wa Dodoma hapa mmefaidika na vitu vingi. Treni ya kisasa ipo, uwanja wa ndege zinatua kila siku. Unaizungumzaje serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye hiyo miundombinu? Kiuhakika kwanza kama mama yetu Samia Suluhu Hassan nampongeza kama mama shupavu kwa kazi kubwa aliyofanya, aliacha kwa mtangulizi wake, na yeye watu walikuwa kama wanaona kama kwa sababu ni mama anaweza akashindwa, lakini kaonyesha mama ni mama na mama ndio mlezi. Kwa hiyo kwa yote hao waliofanya nikafanya ni makubwa. Barabara zinaonekana, usafiri wa ndege unaonekana, na ndege zipo za kutosha, ameongeza. Kuna meli, kuna treni ya mwendo kasi. Dodoma tunafaidika nayo. Dodoma Dar es Salaam kwa muda mfupi tunafika, na biashara tunafanya vizuri. Kwa hiyo pamoja na uwanja wa ndege, pamoja na uwanja wa kawaida ambao anatujengea kwenye kondo uko kwenye nani, lakini kwa yote hao kweli tunampongeza, lazima apewe heshima yake. Yaani kwa kawaida mama ni mlezi. Kama ni mlezi lazima angalie vijana wake, watoto wake nini wanataka au wana shida gani. Kwa hiyo lazima atengeneze mfumo au mbinu ya kuwafanya yani waweze kupata kipato kwa ajili ya kulikizi maisha katika maisha ya sasa. Kwa hiyo hicho kilimo maana yake kuna vijana wengi hasa kama hapa machinga, vijana wengi wa vyuo umejiajiri kutokana na uweze kutegemea ajira ya serikali. Umesoma sawa, lakini ajira ya serikali uweze kuitegemea, lazima ujiajiri ili upate kipato kwa ajili ya kuendesha maisha ya kawaida. Lakini kwenye ilani kuna utaratibu wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu anajali haki za Watanzania, lakini kuna baadhi ya watu unakuta hawawezi kumuelewa kwa namna ambavyo anaendesha mambo. Wewe kwenye swala la haki za kibinadamu unazungumziaje? Mimi kwa hilo nampongeza kwa sababu kazingatia kila upande, na hasa ukiangalia yani wote waliopo katika nchi ni wa kwake. Hata wao wapinzani bado kawaangalia, akatengeneza ile R4 ambazo zimeweza kusaidia na kupunguza kelele, kupunguza maneno, kufanya kila mtu aone kuna haki inaendelea mbele. Na hasa kwa mfano mwaka huu uchaguzi, watu wengi wana imani utakuwa uchaguzi mzuri, uchaguzi wenye haki, kwa sababu kila kitu alikinyoosha kabla ya kufika kipindi hichi. Alikuwa anaweza kukutana na kila aina ya makundi, kukaa nao, kuongea nao, kujua matatizo yao, nini kifanyike. Basi kwa hiyo ameweza kujitahidi na kufanya kazi kubwa sana kama mama. Baba, wewe ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Ilani mpya inakwenda kuzinduliwa ya mwaka 2025 2030. Wewe unategemea nini kwenye ilani mpya na utaipokeaje? Kwanza nategemea makubwa, kwa sababu kitu kinachoenda kuzinduliwa kuwa kipya kila vitu vingi kimetengenezwa au kimeboreshwa kutokana na mapungufu ya nyuma. Kwa hiyo imeenda kuboreshwa na kufanywa kije kiwe kinachoenda na wakati kwa miaka inayokuja, sio miaka iliyopita. Maana yake labda kwa kuna makando yanaenda kurekebishwa ili tuweze chama kizidi kuwa imara na kizidi kusonga mbele. Baba, mimi ninakushukuru sana. Kauli mbiu ya Chama cha Mapinduzi inasemaje? Mitano tena kwa Samia.